Yaani hapa ndo tuko kwenye nyumba aliyoagiwa marehemu. Kuna picha tunaipata mpya au tubaki na msimamo ule? Tunaona kuna hapa nakuuliza kuna sheria kwa sababu nataka tuwe na legal coherence vizuri sana ili mwisho kusiwe kuna any paradox ya statements zote na kusiwe kuna jambo lolote ambalo linaingilia. Kwamba mama amemwaga mume wake kwenye ardhi hii tuliyosimama ambayo wameanza kupima kutoka muda mrefu, lakini mwisho wa siku hiyo power of attorney inakuja kama ipo inakuja kummilikisha huyo nani, lakini mwisho tunasema huyu Joel ameanza kumiliki kiwanja hiki tangu miaka 1980 yeye akiwa amezaliwa mwaka 1900 karibu na 90 na kwa hiyo alianza kumiliki akiwa kwenye miujiza ya tumbo la marehemu la mama yake kiwanja hiki. Sio umeomba kama afu Mungu alipowaajabu huyu marehemu aliyekufa why atoe power of attorney labda kwa wakati huo tunasema kwa kuwa alikuwa anakaa Uingereza nachukulia tu mfano, lakini mwisho wa siku ni kwamba amefariki mwaka 2020 na 21 ana hati yake imetoka kwa majina mawili. Power of attorney ilimtaja yeye au ilimtaja na Joy? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba nirejee kwenye kikao cha mwisho ambacho tulikaa mwezi wa 9 ofisi ya kamishna wa ardhi. Baada ya kikao kile ilibainika kwamba kuna vitu ambavyo vinatakiwa vifanyiwe uchunguzi. Na ofisi ilichukua hatua ya kuandika barua kwenda kwa kamanda wa polisi kwamba kuna vitu ambavyo tunaona vinaleta sintofahamu. Na moja ya vitu ambavyo tuliomba vichunguzwe ni uhalali wa umiliki na upatikanaji wa kiwanja hiki kutoka kwa Joel Mwambingu na Fort Mwambingu, lakini pia tuliraise concern kutoka kwa Bernard au kutoka kwa Joel kutokana na nyaraka ambazo ofisi ya kamishna wa ardhi ilipokea. Inaonekana kwamba kiwanja hiki kilikuwa kinamilikiwa kienyeji na Joel Mwambingu pamoja na Fort Mwambingu, lakini baada ya kikao kile kulikuwa kuna hali ya makubaliano kwamba inaonekana kabisa ardhi hii ilikuwa ni ya Bernard Mwambingu. Kwa hiyo sangalau hapo nitaka tufikie mahali fulani kwa sababu hapa tuko site. Huyo Bernard huyo Joel yupo ama hayupo? Huyo Joel hayupo. Anakaa wapi huyo Joel? Hamjui. Nafikiri kamanda wa polisi. Naomba niongeze kidogo, lawyer amegusia swala la kuletwa barua kwamba hii nyumba ilikuwa kwenye mradi. Huyo Lydia aliyekuwa na sign haki alikuwa anaenda wizarani pale anajitambulisha yeye ni mama. Jamaa naomba barua za mama. Kwamba barua za mama zilikuwa pia zinasainiwa na huyo Lydia. Huyo na yeye ndo alienda huko nani akaandika barua kama yeye ni mama. Anasema jamani, hichi kiwanja hakiko kwenye nyumba ya mirathi ya mume wangu, na ndo wizara ikachukua hiyo barua yake wakati yeye sio hayupo kwenye popote. Ndio maana nilikuwa nasema kama legally sijui yeye anasimama wapi huyu mtu huyo Lydia na ambaye ndo hata ndio mhusika wa kuuza hadi nyumba yeye huyo, na ndio alikuwa akienda wizarani kwa sababu siku mama anaenda kuchukua barua zake kwamba mimi ndo fulani. Mbona alikuwa Lydia mwenyewe tu huyo Happiness mwenyewe tunamjua ana matatu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba swali jingine la ziada. Ilikuwaje bwana huyu Ford sawa? Yes. Akaandika power of attorney kwa mke wake. Maana yake sasa yani kwa hiyo maana yake ni kwamba yule alikuwa kama shemeji yake. Kwa hiyo alikuwa ni kama mke wa Ben. Alikuwa anajitambulisha kama mke wa Ben. Yeye akamwandikia kwamba exactly. Na mpaka mwisho wa siku sasa aliyekuja sawa. Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa, wale wote tukushukuru sana sisi kwenye ngazi hii ya wilaya kwa utayari wako wa kuja na kushirikiana na sisi kwenye kutatua migogoro ya ardhi. Na niseme mgogoro huu mimi nilisikiliza wiki ya jana na tulianza kufanyia kazi kwa awali, lakini tunashukuru pia kwamba umefika kwako, na kwa maelezo kama ambavyo tumesikiliza na mimi nilisikiliza kwa ofisini kwangu, yametuacha na maswali mengi ambayo yanahitaji majibu sahihi, majawabu, ili tuweze kufanya maamuzi. Maswali yenyewe ni kwamba hapa hasa mmiliki ni nani kwa eneo hili? Tunaambiwa lilinunuliwa miaka ya 79. 2001 wakakaa hapa familia na walipima na vikatoka viwanja. Lakini pia tunaambiwa kwamba viwanja vile vyenye namba 38, 39 na namba 40 vilienda vikabadilishwa vikawa 38A, 39A na namba 40A.
na kuna watu tayari wana hati zenye namba za awali na sasa zimebadilika. Je, hao itakuwaje? Pia hiyo inahitaji majibu vizuri. Lakini tumeambiwa hapa mama ambao ni mjane na ni msimamizi wa mirathi, na kulikuwa na kesi mbalimbali, anatambulika kwa mujibu wa sheria kwamba yeye ndio msimamizi wa mirathi, na kimsingi kwenye taratibu za ardhi ndio msimamizi wa kila kitu ambacho kipo kwenye eneo hili. Sasa mwingine anayekuja kujitokeza na anaenda kumilikishwa, amemilikishwa kwa utaratibu upi? Hayo pia tunahitaji kujifunza zaidi. Lakini pia kuna mambo mengine ya transfer, kimeuzwa kwa nani, kimeuzwa kwa utaratibu gani, ili kujua kwenye mnyororo ule wote kila mmoja ameweza kushiriki na amepata ile stake yake kama wenzetu wa TRA. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, pana jambo la kujifunza zaidi. Tunahitaji kukusanya vielelezo na kuweza kufuatilia kwa kina ili tuweze kukusaidia Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ili uweze kufanya maamuzi sahihi. Kwa mimi niseme tuna kazi zaidi ya kufanya Mheshimiwa RC, na sisi tuko tayari kupokea maelekezo yako. Lakini sema tu moja, mama amesema hapa kwamba leo ndio siku yake ya mwisho kuweza kutolewa. Mimi nilimwambia kwamba tutakaa na RPC tuweze kuona, kwa sababu jambo linafanywa kazi, na kama ambavyo tumesikiliza hapa na wenzetu wa Wizara ya Ardhi wako hapa na wao wanaona kwa kweli kuna kitu kipya cha ziada wamejifunza, basi ni vyema mama akaendelea kubaki hapa bila kupuuziwa, na hili sisi tutalisimamia. Basi baada ya kusema haya, Mheshimiwa Rais, nishukuru zaidi sana kwa wewe kwa kuja na kwa kutatua mgogoro huu. Asante sana. Nataka kuongeza. Nishukuru sana mwanasheria wa ardhi na dada Rehema Mwinuka, wote walijitoa kuja mpaka hapa kunisikiliza, lakini nafikiri kwa mamlaka ya juu nao wakakaa wanasubiri, ila walinisaidia sana, na nimependa kutoa shukrani zangu kwao. Mimi naomba nimalizie nitoe shukrani kwa serikali, kwa sababu sawa watu wengine labda tukawa hatuna imani, lakini Mheshimiwa DC Kinondoni tumepata DC. Mimi naomba nisimame niseme hivyo, huyu nimemsumbua huyu DC, kama kunichukia angelichukia, lakini hajawahi kuchoka, hajawahi kunikasirikia, na kila nitakapompigia akiniambia niko kwenye kikao nitakurudia, ananirudia kama alivyoahidi. Jana juzi mara mwisho tumeongea naye, tulikuwa tumeenda kituo cha polisi, akatupiga sasa niko kwenye kikao na warudia, amerudia. Pia naomba nikushukuru Mheshimiwa Rais, tumekuja ofisini kwako jana, umetuona saa 12 jioni jana, na leo ukaahidi saa 1 asubuhi uko hapa umekuja. Naomba kwa niaba ya familia, naomba niwashukuru sana kwa uchapaji wenu wa kazi. Najua ni kuna watu tu katika hizi wizara na nini ndio wanaoangusha, lakini najua nani yenu ni njema. Nia yenu ni njema, na hata Mheshimiwa DC mwisho alimwambia mama machoni, akamwambia mama, haki yako kama ni yako nitakupa, lakini nikija nikijua kwamba hii haki sio yako mama, sipindishi maneno, nitakunyima. Hilo ndo tunalolitaka, kwamba kwenye haki kweli watu wasimamie haki. Na naomba niwashukuru viongozi wangu, mmechukua muda wangu. Mheshimiwa, ulikuwa una mambo shughuli nyingi za kuweza kufanya, sisi sio watu maarufu, sio watu wote wa maana, lakini umetoa muda wako kuja, na sio kwamba hata tulikuomba wewe mwenyewe.